Jiji la Wagadugu limenaswa chini ya blanketi zito la unyevunyevu na hofu. Ni Septemba 29 mwaka 2022. Usiku uliojaa ishara mbaya. Mbwa wanabweka hovyo. Madirisha yanagongwa kwa kishindo yakifungwa. Na mahali fulani ndani ya vichochoro vya mji mkuu historia inanoa upanga wake. Katika nyumba ya usalama iliyokufa taa, kuta zikiwa zimechanika na balbu moja isiyo na kifuniko ikining'inia kutoka kwenye dari. Kapteni Ibrahim Traore anainama juu ya ramani ya jiji iliyochakaa. Kidole chake kinapitia mishipa ya mamlaka. Ikulu ya rais, kituo cha taifa cha utangazaji, makao makuu ya jeshi. Karibu naye wachache wameinama, watiifu, wanajeshi waliokomazwa na jangwa la kaskazini. Ndugu waliopigana na njaa pamoja, wanajiita Cobra. Kikosi maalumu kwa ajili ya mashambulizi ya haraka. Usiku huu watashambulia kwa nguvu zaidi kuliko walivyowahi. Sauti ya Traore ni ya chini, karibu na mungurumo. Hakuna vurugu, hakuna vifo vya raia. Tunakata kichwa na mwili utaanguka. Hakuna hotuba kubwa, hakuna ahadi za uongo. Ni mapinduzi baridi yaliyopangwa kwa makini. Saa 6 usiku wanatoka. Vifaru vinapiga hatua kupitia mitaa ya mabanda kama viumbe wa kabla ya historia. Magurudumu yao yakisaga takataka na lami iliyosagika kuwa unga. Magari ya kubeba mizigo yakiwa yamechakaa, yamepasuka, yanapita njia za nyuma. Wanajeshi wakiwa wameinama kwenye viti vya nyuma, bunduki zikimetameta chini ya mwezi mwembamba. Milio ya risasi inapasuka kama matawi makavu kote jijini humo. Milipuko inachanua gizani, miekundu na yenye njaa. Mji wa Wagadugu haulali usiku huu, unashikilia pumzi yake. Saa 8:17 usiku, kituo cha televisheni ya taifa kinaanguka. Wanajeshi waliovaa mavazi meusi wanavamia kituo cha utangazaji, wakirarua mabango ya serikali na kuchukua udhibiti wa hewani. Screen zinazimika, kisha zinamulika tena kwa picha moja. Uso wa Traore, beret nyekundu, macho kama jiwe la miale. Anazungumza na jiji linatetemeka. Tumebeba majukumu yetu mbele ya historia. Hakuna kupiga kelele, hakuna maigizo. Ni ukali wa mwisho wa mtu anayejua hawezi na hatokubali kusimamishwa. Katika ikulu ya rais, Paul Henry Damiba anapapasa kupitia kumbi tupu, msafara wake ukiwa umesambaratika. Aliahidi usalama, ametoa kushindwa tu. Kushindwa baada ya kushindwa kwa aibu dhidi ya wanamgambo wa jihad waliokuwa wakitafuna mifupa ya Burkina Faso. Sasa akiwa ametelekezwa na wanajeshi wake, akichukiwa na watu, Damiba anang'ang'ania madaraka kama mtu anayezama akijaribu kuitafuta hewa. Lakini nguvu tayari imemtoka. Kufikia machweo, vikosi vya Traore vinadhibiti kila kituo cha ukaguzi, kila mnala wa radio, kila kituo cha amri kilicho muhimu. Damiba anakimbilia gizani, mzuka anayeshikilia ya jana. Saa 1 kamili asubuhi, huku jua la jangwani likichomoza kwenye upeo wa macho, Ibrahim Traore anatembea kwa utulivu kuingia ndani ya ikulu ya rais. Hakuna umati wa kusherehekea, hakuna midundo ya ngoma. Ni ukimya mzito wa hali ya kutoweza kuzuilika. Anapandisha tena bendera ya rangi nyekundu, kijani na dhahabu ya Burkina Faso katikati ya serikali yake iliyovunjika. Nje ya milango, jiji linapasuka kwa kishindo. Umati unamiminika mitaani, wakiimba, wakilia, wakipaza jina lake. Wengine wanainua juu picha zilizochakaa za Sankara hewani.
Wengine wanapeperusha bendera za Urusi, ishara ya uasi dhidi ya utaratibu wa Magharibi. Hakuna udanganyifu. Kila mtu anajua vita ndivyo vinaanza sasa. Wanamgambo wa jihad bado wanazurura kaskazini. Wapelelezi wa kigeni bado wanatambaa kwenye balozi. Ufisadi bado unakuwa kwenye mifupa ya mfumo wa utawala. Lakini usiku huu, kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, watu wa Burkina Faso wanaamini kwamba labda tu vita bado haijapotea. Oktoba 6 mwaka 2022, akiwa amesimama chini ya jua kali lisilosamehe, beret nyekundu imara kichwani mwake, Kapteni Ibrahim Traore anachukua rasmi madaraka. Anakuwa rais wa mpito. Anaahidi uchaguzi kufikia mwaka 2024. Anaahidi kuvunja minyororo ya ukoloni inayokandamiza taifa lake. Anaahidi Burkina Faso itaamka ikiwa huru na yenye fahari. Lakini kuahidi ni rahisi, kutawala sio rahisi. Na tayari katika korido za giza za mji mkuu, minong'ono inaanza kukusanyika, minong'ono ya usaliti, minong'ono ya njama, minong'ono kwamba hakuna mapinduzi hata ya haki kiasi gani yanayoweza kutoroka makucha ya dunia ya zamani bila kulipa gharama ya kutisha. Cobra imeshambulia, lakini sasa lazima ijinusuru na sumu ya maadui zake.